Akiongoza viongozi wengine katika hafla ya kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule katika eneo bunge la Mount Elgon, kaunti ya Bungoma, Wetangula amewarai wakazi wa eneo hilo kujitokeza kuchukua vitambulisho na kujisajili kama wapiga kura ili kuimarisha ushawishi wao wa kisiasa. Kwa hivyo wale ambao mko hapa na hamuna vipande, tunawaomba muende mchukue vipande, mujitayarishe, mujiandikishe kupiga kura, ndio tupatie William Ruto rais wetu 10 bila break. Tunakubaliana hapo? Kama wewe unajua mtu ana kipande, na mimi niliita machiefs wote huko kwangu, nikawapa changamoto, ule atashinda wote kuandikisha vipande na kupeleka watu kujiandikisha kura, atakula shilingi ya Papa wa Roma milioni 1. Wetangula alisema kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa jamii ya watu wa magharibi kumwezesha Rais William Ruto kupata muhula wa pili mwaka 2027 na kwamba ni njia mojawapo ya kuhakikisha maslahi ya eneo hilo yanazingatiwa kikamilifu na serikali kuu. Nyinyi wananchi mnajua Bungoma yetu hii, tukishirikiana na Trans Nzoia na Kakamega na Busia na Vihiga ndio tunafanya the Western Block. Jana tumekuwa Kakamega, wale wenye runinga mliona wale watu walitoka na wote walikuwa wanasema Ruto 5 tena, Ruto 10 bila break. Na hapa Mount Elgon mnasemaje? 10 lazima tujaribu tuwezavyo. Ikifika 2027 Bungoma muwe na wapiga kura milioni 1, Kakamega igonge milioni 1, na tuongeze kura za kurudisha William Samoei Ruto kama rais wetu. We have seen from far pale uongozi iko, na tukitaka kufika huko lazima tutembee na wenzetu. If you want to be a leader, you must be ready to support others to lead so that you can also be supported later. Viongozi walioandamana na Wetangula walitumia nafasi hiyo kuwakashifu viongozi wa upinzani wakidai kuwa hawana dira ya maendeleo. Wamewahimiza wananchi kuunga mkono ajenda ya serikali na kumuunga Rais Ruto mkono katika uchaguzi wa mwaka 2027. Na mimi naomba tushikane mkono, watu wa Mount Elgon na watu wa Kakamega, watu wa Bungoma na Wakenya wengine. 2027 Mheshimiwa Ruto aingie State House saa 11 asubuhi kwa tamu yake ya pili. Hata ninashindwa na huyu kiongozi ambaye alikuwa vice president, ambaye ako na experience, amekaa mbunge miaka mingi, anaitwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Mimi hata nashindwa na yeye sana. Huyu jamaa wa watermelon. Yaani wewe umekuwa vice president, umekuwa minister, umekuwa miaka mingi katika serikali, unakubali kudanganywa na mtu ya quarter term. Yaani mtu ya quarter term. Mtu hakuweza kuconvince wabunge 10 wamsupport. Hakuweza. Sasa jamaa ndiye anakuja kuketi chini kukuambia vile atakupangia wewe ukuwe rais. Mount Elgon tuko sawa? Iko mwingine amechaguliwa bunge 1 term. Akasaidiwa na William Ruto akiwa na suti kombo, akiwa na meno chafu na mdomo ya ukabila na mdomo ya uchochezi. Akafanywa deputy president, akafanya quarter term. Sasa mtu ya 1 term kama mbunge, quarter term kama deputy president, ati unaambia William Ruto 1 term? Huyo ni mtu anaweza ambia mtu 1 term? Si yeye ndiye mtu ya 1 term ya mbunge? Ndiye mtu ya quarter term kama deputy president? Na sasa wewe hata kwa nyumba yako wewe naona kama ni mtu ya 1 term kwa hiyo boma yako, sababu wewe ni mtu unatawaliwa na bibi yako. Bibi yako akikwambia ruka unaruka. Kambi ya upinzani inayojumuisha Rigathi Gachagua wa DCP, Kalonzo Musyoka wa Wiper, Eugene Wamalwa wa DAP pamoja na viongozi wengine imekuwa ikikosoa serikali ya broad-based yake Rais Ruto na kiongozi wa ODM Raila Odinga, wakidai kuwa imeshindwa kutekeleza masuala ya msingi na kwamba Rais Ruto astahili muhula wa pili. Chris Sifuna, Runinga ya Tandao.